Inshallah taala maudhui ambayo itaweza kuyazungumza kwa siku ya leo bila wasiwasi, nafikiri itakuwa inahusiana na habari ya mauti. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah taala nafikiri maudhui ambayo itaweza kuyazungumza kwa siku ya leo bila wasiwasi, nafikiri itakuwa inahusiana na habari ya mauti. Jaa imra'atan ila kalimillahi Musa alayhi salam. Mwanamke mmoja alikuja kwa Nabii Musa alayhi salatu wasalam. Faqalat ya kalimu rahman, akasema ewe mwenye kuzungumza na Mwenyezi Mungu, laqad adhnabtu dhanban adhiman fahal alayya min tauba. Mwanamke akamwambia Nabii Musa, nimefanya dhambi kubwa, je, nitapata msamaha kwa Mwenyezi Mungu? Nabii Musa akamuuliza ule mwanamke, wama dhambuki, ni dhambi gani umefanyiza wewe? Mwanamke akasema, laqad zanaitu wa walatu min zina, nimefanya zina na mume asiyekuwa wangu. Faqataltu billati ataituhu bihi min zina, nikamua ule mtoto ambaye nimempata katika njia ya haramu. Nabii Musa alayhi salatu wasalam akamweleza ule mwanamke, akhruji anna biwajhika khatiyatan, tuondokee kwa ukubwa dhambi yako, ali akhudhana Allah bisababi dhambuki, asije Mwenyezi Mungu akatuangamiza kwa uzito wa dhambi yako. Fakharajat almar'ati bakia, mwanamke alitoka hali analia, hajui ni mlango gani atatubia kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Pale pale akaja malaika Jibril alayhi salatu wasalam, akamweleza Nabii Musa, ya Musa, kwa nini unamfukuza huyu mwanamke? Ataraka wa hiya turidu ba'da tauba, unamfukuza huyu mwanamke na ilhali anatafuta njia kuomba tauba kwa Mwenyezi Mungu. Ala ta'allam man huwa shaddu minha dhanba, wewe hujui kuna mtu mnakula naye sahani moja ana dhambi kubwa kwa kabisa kuliko huyu mwanamama. Nabii Musa akasema, wa man huwa shaddu minha dhanba, nani ako na dhambi kubwa kuliko huyu mwanamke? Allahu akbar. Na malaika Jibril akamweleza Nabii Musa, tariku salat amidan mutaamidan, ni mwenye kuacha sala maksudi ana dhambi kubwa kuliko huyu mwanamke aliyefanya zina na kupata mtoto wa haramu. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hebu tuangalie fadla ya sala. Lama khalaqa Allahu Jibril alayhi salam, siku ya kwanza Mwenyezi Mungu alimuumba malaika Jibril alayhi salatu wasalam. Wa atainahu 600 ajniha, Mwenyezi Mungu alimpatia mbawa 600. Jibril nadhara ila nafsihi, Jibril alitazama ndani ya maji, kisha akajiona na uso mzuri sana ya kupendeza. Akamweleza Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, wa hal khalaqta khalqan ahsana suratul minni, Mwenyezi Mungu, ushapata kumuumba kiumbe mwenye kuwa na uso mzuri kunishinda mimi? Allah akasema, la, sijapata kumuumba kiumbe ambaye na uso mzuri kukushinda wewe ya Jibril alayhi salam. Faqama fasalla rak'atayn shukran lillahi azza wa jalla, Jibril akasali rakaa 2 kumshukuru Mwenyezi Mungu. Faqama fi kulli rak'atin 20,000 sana, kila rakaa moja Jibril anarukuu kwa muda wa miaka 20,000. Faqala rabbul izza, Mwenyezi Mungu akasema, ya Jibril, ewe Jibril, abatani haqa ibada, umeniabudu kwa uhaki wa kuniabudu. Wala ya'budanu ahada mithla ibadatika, hakuna kiumbe ameniabudu mimi kwa mfano ibada yako. Walaki sayati fi akhir zaman, siku ya kiyama itakapokaribia atakuja nabii wa Mwenyezi Mungu, karimun, huyo nabii atakuwa ni mkarimu sana. Habibun ilayya, mimi Allah nitampenda. Wala ummatun dhaifatu mudhnimatun, umma Mtume Muhammad utakuwa umma ambaye ni wanyonge sana, wenye madhambi. Allah anasema, bi'izzati wa salatu wa bi'izzati wa jalali, na hapa kwa utukufu wangu mimi, inna salatahum ahabbu ilayya min salatika, sala watakaosali ummatul Muhammad itanipendeza mimi kuliko uliyesali wewe Jibril kwa muda wa miaka 40,000. Jibril akamuuliza Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, madha ataitahu muqabilatul ibadatika,
nini umewaandalia ummatul Muhammad kwa mkabala wa ibada walioifanyiza. Allah akasema ataitahu jannatul ma'wa, mimi ummatul Muhammad nimewaandalia pepo ambayo inaitwa jannatul ma'wa. Basi fatadana Jibril alayhi salatu wassalam, Jibril akamtaka apewe idhni ya kuweza kuzunguka katika jannatul ma'wa. Wa kullama fatha janahihi qata masirata 300,000 amin wa kullama qata mithla dhalik, akifungua mbawa yake anakata safari ya kuelekea kwa muda miaka 1300 na kurejelea anaenda mwendo wa kiasi hicho. Kisha akamsujudia Mwenyezi Mungu akasema, ya Rabbi, ewe Mwenyezi Mungu, wa hal balagta mithli janna, nimemaliza pepo ya ambayo utastarehesha ummatul Muhammad. Allah akasema, ya Jibril, law ataituka ajniha mithli ajnihatika, nikikupa mbawa mfano wa mbawa niliyokupa, wa quwwa mithla quwwatika, na nguvu mfano wa nguvu niliyokupa, wasirta kama sirta ma balagta mithli janna, hukufika popote katika pepo ambayo nitastarehesha ummatul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wapenzi wasikilizaji, lazima tumwogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tuelewa ya kwamba hakika dunia hii ni mali ya kupita. Lau kanat dunia tadumu wahda, kama kuna kiumbe angeishi duniani milele, basi angeishi Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Japo Mtume Muhammad akishaondoka, na Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka mayitun wa innahum mayitun, wewe Muhammad ni maiti na wao tayari pia wameshakuwa maiti. Wama ja'alna libashari min qablika alkhulda, hatukujalia kiumbe yote ambaye katika hii dunia ni mwenye kuishi milele. Maadamu ameshaondoka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi hakuna kiumbe yote atakayebakia katika ardhi ya Mwenyezi Mungu. Allah anasema kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi siku moja itakutana na mauti. Allah anaendelea kusema, wa inama tuafawna ujurakum yawmal qiyamah, na matendo yenu mliyofanya Mwenyezi Mungu atakulipeni siku ya kiyama. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila aljanna faqad faza, yeyote atakayepukana na moto wa jahannam na ashaingia katika janna ni mwenye kufaulu. Wamal hayata dunya illa mata'ul ghurur, hayakuwa haya maisha dunia isipokuwa ni muda mchache na ni muda wa kupitia. Mata fi ba'd al-ulat, alikufa wakati moja mfalme. Mfalme huyu alikuwa ni mfalme Constantinople, mfalme katika nchi ya Greece. Alipokufa, fahafara lahu, watu wakachimba kaburi la mfalme. Falamma faraka min alhafri, watu walipomaliza kuchimba kaburi la mfalme, falamma faraka min alhafri, watu wakishamaliza kuchimba kaburi ya mfalme, wakataka kumzika huyu mfalme Constantinople ambaye ni mfalme katika nchi ya Greece. Alipokufa, watu wakachimba kaburi la mfalme. Falamma faraka min alhafri, walipomaliza kuchimba kaburi la mfalme, watu wakashika jeneza na kutoa maiti ya mfalme, wakataka kumzika huyu mfalme. Fa idha bihayatil sauda dakhil alqabri, tahamaki, wakakuta kuna nyoka nyeusi ndani ya kaburi la mfalme. Allahu akbar. Fahabu an yadkhuluhu fihi, wakaogopa kumungiza mle ndani kwa sababu ndani ya kaburi ya mfalme monekana nyoka. Fahafara lahu qabran akhar, wakachimba kaburi la pili. Falamma faraka min alhafri, walipomaliza kuchimba kaburi la mfalme la pili, fa idha bitilka alhayata fihi, wakakuta nyoka tena kwenye kaburi la pili la mfalme. Fahafara lahu qabran akhar, wakachimba tena kaburi la tatu. Fa idha bitilka alhayati fihi, wakakuta nyoka tena kwenye kaburi la tatu ya mfalme. Walam yazal yuhfaruna lahu nahwan min 30 qabran, wao watu waliendelea kuchimba kaburi mpaka ikafika 30. Allahu akbar. Wa idha bitilka alhayati tata'arradu fi qabri alladhi yuridu an yudfinuhu fihi, kila kaburi wanaendelea kuchimba wanakuta nyoka mle ndani. Basi
wakashindwa la kufanya, wakashauriana wakasema sasa tufanye namna gani? Mara wakasikia sauti inatoka kule kwenye binguni inasema adfinuhu ma'ahum, mzikini pamoja na nyoka. Madha kana yaf'al thu'bana yamtadir kaannahu insanu al-aqil, nyoka ikusubirie wewe ndani ya kaburi, kwani ulikuwa unafanya nini? Tukirejelea tutakuja kuyataja. Kuna jamaa alikuja kwa Abu Zar al-Ghafari, sahabi jalil. Kijana anapiga mbio kwa Abu Zar al-Ghafari, akasema laqad dafantu akhi, hivi sasa nimetoka kumzika ndugu yangu. Wa ba'da ma dafannahu, baada ya mimi kumzika ndugu yangu nikamrudishia mchanga, sami'tu saqiyan tadqu min dakhil al-qabr, tahamaki nikasikia maiti anapiga kelele ndani ya kaburi, anapiga kelele. Fa akhadtu shaqqa, nikasikia uchungu. Fa hafartu al-qabri, nikarejelea tena kuchimba kaburi, nikakuta kuna chuma ya moto imemzunguka ndugu yangu juu ya shingo yake. Abu Zar al-Ghafari akamweleza kwamba huyu ndugu yako anaadhibiwa ndani ya kaburi, ni katika wale ambaye Mwenyezi Mungu amezungumza habari yao ndani ya Qur'an. Wala yahsabana alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairun lahum bal huwa sharrun lahum sayutawaquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyamah walillahi mirasu samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Mwenyezi Mungu anasema katika sura Al-Imran aya ya 180, wala yahsabana alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairun lahum. Mungu anasema wewe Muhammad usiwadhania kwamba wale Mwenyezi Mungu amewapa mali na utajiri, hiyo mali kuwa ni kheri kwao, bali huwa sharru lahum, hiyo mali na utajiri sio kheri bali ni shari. Sayutawaquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyamah, Mwenyezi Mungu hiyo mali ataigeuza nyoka ndani ya kaburi yao, na ala tawadhibu na mali yao ndani ya kaburi. Wa na'udhu billahi min dhalik. Angalia, mata rajulu fi zamani nabii alayhi salatu wasalam, kuna mtu makamu alikufa katika zama za Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Maiti inaletwa, janaza inaletwa ndani ya misikiti. Faqama alayhi salatu wasalam li yusalli alayhi, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akafunga salatu janaza kwa sababu ya kusalia ule maiti. Ghafla fataharraka al-kafan, sanda ikaanza kutingika. Fanadarahu, walipoangalia Allahu akbar, fawajada thu'banan, wakakuta kuna nyoka mkubwa ajabu sana. Tamtasu damahu, huyu nyoka anaanza kumtafuna maiti na kumnyonya damu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Faqasada Abu Bakar an yadribaha, Abu Bakar anatoa panga anataka kumua ule nyoka. Fanadaqat alhayat biidhnillah, nyoka ikainua kichwa ikazungumza ikasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad ya Rasulullah. Ikasema Mwenyezi Mungu ni moja, nashuhudia Allah ni moja na Mtume Muhammad ni mtume wake. Nyoka inazungumza Sheikh katika fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyoka ikasema ya Abu Bakar, lima tadribni wa laysa li dhanbun, kwa nini unataka kuniwa na panga? Mimi sina makosa. Amara ni rabbi an uadhibahu illa yawm al-qiyamah, Allah ndio amenituma mimi ni adhibu hii maiti mpaka siku ya kiyama. Abu Bakar anauliza ma khatayahu, kwani huyu maskini ya Mungu ana dhambi gani? Nyoka ikasema lau thalathatu khadba'atun, huyu maiti ako na dhambi tatu. Kwanza, tariku salat, alikuwa anakatakata swala, anasali wakati anaotaka yeye, si wakati Mwenyezi Mungu amepanga. Thani, makosa ya pili, muni'a zakat, alikuwa yeye hatoi zaka, inapofika wakati wa kutoa zaka yeye alikuwa anazuia. Tatu, mina mwadhibu kwa sababu la yasmau qawla al-ulamai, alikuwa apende kusikiliza mawaidha. Lazima tujue kwamba kaburi ni vitu viwili, imma rawdatun min riyadil janna au hufratun min hufari nar. Kaburi hakuna vitu vitatu, ni mawili tu, ima itakuwa ni bustani katika bustani ya peponi, ama itakuwa ni shimo katika mashimo ya moto wa jahannam. Allah anadhibitisha haya ndani ya Qur'an. Mungu anasema an-naru yuraduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyan wa yawma taqumu as-sa'a athqilu ala fir'auna ashadda al-'adab. Mwenyezi Mungu atadhihirisha moto ndani ya kaburi ya watu walimkufuru
kuanzia nyakati wanapozikwa mpaka siku ya kiyama. Wallahi, maasahaba alimuuliza Nabii Muhammad alayhi salatu wasalam, ya Rasulullah, je, katika kabri kuna adhabu? Mtume akasema, wallahi law ta'lamtu ma dafantum, kama mngejua adhabu na karama ndani ya kaburi, hakuna mtu angekuwa na nguvu ya kuzika ndugu yake Muislamu. Watu wangekuwa natupa maiti moja kwa moja wanatoroka. Mwanadamu akishazikwa ndani ya kabri, kwanza anakuja malaka min almalaika yusama Roman, anakuja malaika katika malaika wa Mwenyezi Mungu anaitwa Roman. Huyu malaika kabla an yakula munkar wal makir, kabla munkar na makir hawajafika, anatangulia huyu malaika anaitwa Roman. Anakuambia iktub ma sanata, andika madhambi na machafu ulikuwa ukiyafanya. Basi huyu maiti anachanganyikiwa, anasema kaifa uktub walaysa indi waraqun wala qalam, sina kalamu wala sina karatasi. Malaika anamwambia asibishe katakunu qalama, kidole chako itakuwa kalamu, wariku katakunu imdad, mate yako ndio itakuwa wino. Thumma yaqta an yaktuba hasanatahu ala alkafan, ataanza kuandika yale mazuri yote alikufanya duniani. Fa idha balagha sayhatan istahya minhu, wakati sasa wa kuandika yale madhambi ataona haya kuandika yale madhambi mbele ya malaika. Huyu malaika anaitwa Roman. Malaika atamwambia, lima tastahi min khalikaka hitu amilta fi dunya wa tastahi minni al'an, vipi ujiona haya mbele ya Mwenyezi Mungu ulikuwa ukifanya hapa duniani, hivi sasa unaona haya kwangu mimi? Fayadribuhu dharbatan, ule malaika atanyanyua rungu na kumpiga ule maiti, lam yabqa adhu minhu min qid'a, nyama zitasagika ndani ya kabri. Wa na'udhu billahi min dhalik. Wanakuja malaika, maiti anapozikwa, hata anao la yasmaa qara'an alaihim, anasikia mchakato wa watu waliomzika. Wanakuja malaika wa Mwenyezi Mungu Munkar na Makir, wanakuuliza man rabbuka, nani mola wako? Wama nabiyuka, nani mtume wako? Wama kitabuka, kitabu yako ni gani? Jamani, kwa nini hao malaika wawili wanaitwa Munkar na Makir? Ni kwa sababu lianna swalihima intihara, kwa sababu hawa malaika wana tabia ya kuzungumza kwa ukali, ndio sababu hawa wakaitwa Munkar na Makir. Fayantahirunahu intihara, wale malaika wakizungumza na maiti wanazungumza kwa ukali kabisa, hata yataqa'u minhu idamuhu, mpaka mfupa na jointi zinawachana. Wanakuja na bifatatis min hadid, wanakuja na manyundo kutoka katika moto wa Jahannam. Lakini kama mtu ni mtu muumini, anamwogopa Mwenyezi Mungu, wakati malaika watamuuliza man rabbuka, nani mola wako, basi Allah atamjibia ile maswali. Allah ataposema Allahu rabbi, Allah atasema sadaqa abdi, amesema kweli huyu mja wangu. Jambo la kwanza, inna abdul mu'min, mtu mu'min anasali swala 5, anafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, anamwogopa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Idha kana fi iqbali min al-akhirati wa inqata'a min ad-dunya, siku yake ya mwisho ya kuondoka duniani itakapofika, yuko kwenye sakarat al-maut, jaahu malaikatu min as-samaa, wanakuja malaika wa Mwenyezi Mungu, wanang'ara kaanahu jahu shams, usawa inang'ara hata kushinda jua. Wale malaika ni malaika wa janna, wanakuja kuchukua roho yako. Basi jaahu malaikatu min as-samaa kaanahu jahu shams, usawa inang'ara hata kushinda jua. Wa ma'ahu kafan min akfani aljanna, wanakuja na kafan, sanda katika sanda ya peponi. Wa hunuti min hunuti aljanna, na wanakuja na marashi katika marashi ya janna. Fayaqumuna madda albasar, wanakaa sehemu macho yako inaishia, hata yajia malakal maut, mpaka malakal maut anakuja. Yaqumu inda babi darihi, anasimama kwenye mlango, anasema ya ayatuha nafsu tayyiba, ewe roho mzuri, ukhriji illa ridwanillah, toka katika radhi ya Mwenyezi Mungu. Fatahruju ruhahu salisatan sahlatan kama tasulu ma'u min fami siqa, roho inatoka katika njia taratibu kama vile maji, mtu amekunywa maji mingi inatoka kwenye mdomo wake. Wale malaika wa Mwenyezi Mungu wanachukua roho ya ile mtu muumini, wanaweka katika ile kafan min akfani aljanna, thumma tadhhabuna biha ila samai sab'a,
wanakwenda na ile roho mpaka kwenye mbingu ya 7 kwenye Baitul Maamur. Mwenyezi Mungu anasema iktibuhum fi illiyin, muandikeni katika watu wenye kuingia katika janna yangu. Hii ni neema. Wallahi lazima tumogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Angalia Aisha anasema kuntu qa'idatu mutarabi'atun fil bait. Aisha anasema nilikuwa na tabia ya kukaa nyumbani peke yangu. Siku moja idakhala alayhi salatu wasalam fasallim alayya. Siku moja aliingia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisha anasema fa aradtu an aquma lahu kama kanat adati inda dukhulihi, nikataka kusimama kama tabia yangu Mtume Muhammad wakati anaingia nilikuwa na tabia ya kusimama, lakini siku hiyo Mtume aliniambia kwamba ya Aisha iq'adi makanaki, tulia mahali pako. Ma kana laki an taqumi ya ummul mu'minin, hakuna haja ya kusimama ya ummul mu'minin. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akanyanyuka akalala juu ya mapaja ya Aisha mustalqiyatan ala qafahu, huko amegemea kiganja cha mkononi mwake, uso wa Mtume Muhammad inaelekea juu. Aisha anacheza na ndevu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akakumbuka siku moja Mtume alimwambia, siku ambayo utaona nywele nyeupe 19 kwenye ndevu yangu, siku yangu ya kufa imekaribia. Aisha akasema faj'altu atlubu shaybatan fi lihiyatihi, nikaanza kuangalia nywele nyeupe kwenye ndevu ya Mtume, nikaanza kuhesabu na Mtume amelala. Anasema faraitu minhu 19 sha'ratan bayda, nikaona nywele nyeupe 19 kwenye ndevu ya Mtume. Anasema fatafakartu fi nafsi, nikafikiri ya kwamba annahu huyu yakhruju min ad-dunya, siku yake ya kufa imefika. Akasema fabakaitu, nikaanza kulia, atasala damu aina ala hati wajhi, mpaka machozi ilitoka ikaanguka juu ya kipaji cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fantabaha min naumihi, Mtume akaamka. Mtume akamuuliza ma abkaki ya ummul mu'minin, kwa nini unalia ya ummul mu'minin? Akasema faqasastu alayhi alqissa, asema ya Rasulullah, wewe zamani uliniambia siku utaona nywele nyeupe 19 kwenye ndevu yangu, siku yangu ya kufa imekaribia. Hivi sasa nimehesabu ndevu zako zimefika 19. Mimi nalia ya Rasulullah kwa sababu umma sasa unabaki yatima. Allahu akbar, Allahu akbar. Mtume akasimama akamuuliza ay halatu ashaddu ala almayyit, ni wakati gani maiti anapata shida? Kuna wakati maiti anapata shida. Mtume anamuuliza Aisha, ya Aisha, hebu nieleze ni wakati gani maiti anapata matatizo na shida sana? Aisha anasema Allah wa rasuluhu ya'lam, Mwenyezi Mungu na mtume wake ndio anajua. Mtume akasema ana halatu ashadu ala almayyit, wakati maiti anapatwa shida ni wakati gani? Min hina yadkhulu alayhi alghasla fi darihi, ni wakati maiti yake inaoshwa. Fayakhruju alkhatama shababa min asabihi, watu wanatoa pete ya ujana kwenye kidole chake. Wayanzi al-imamata al-mashayikh, kilemba inatolewa kando. Labda huyu mama maiti amepata accident, anatolewa kilemba pamoja na damu inawekwa kando. Wayanzi al-khamisa al-urus min badani, na kisha anaviliwa kanzu yake, anabaki uchi. Hapo ndipo maiti anapata matatizo, inaitwa waqtul nidama. Waqtul nidama ni makosa kukalisha maiti 12 hours, ati mpaka ndugu yake mpaka kaka yake atoke kule Mombasa ama atoke Tanzania. Wakati huo kwa kila dakika moja huyu maiti anaona kama ni miaka 1000. Anakuwa na stress, anakuwa na wasiwasi. Ni matatizo kuweka maiti haraka, si vizuri. Mtakana maiti akishakufa tumuoshe na moja kwa moja kupeleka makaburini kwa sababu ya kwenda kuzikwa. Akasema kwamba tunadi ruh, huyu maiti ataanza kuzungumza hina tarahu riyana, wakati anabaki uchi. Yasma'u kulla shay'in, kila kitu inasikia maneno ambayo huyu maiti anazungumza. Illa thaqalaini, isipokuwa ni binadamu na jini peke yake hawasikii. Lakini wakati maiti huyu anazungumza, yeye anafikiria kwamba wako kumsikia. Allahu akbar. Anasema ya basal, enyi mnaniosha, as'aluka billahi, na kuapishana kwa Mwenyezi Mungu, antanzi'a thiyabi birifqi, munivue nguo kwa njia ya utaratibu. Fa inna saa qad istarahtu min majdabati malakal maut, kwa sababu kiwiliwili changu kimeanza kustarehe baada ya kupata mateso, kutolewa roho na malaika wa mauti. Wa idha sudda alayhi lima, wakati maiti sasa watu wanachukua maji moto wanaanza kuosha ile maiti. Huyu maiti anasema tena ya basal, enyi mnaniosha, لا تصب ماء حرا ولا تجمعك حرا ولا باردا، فإن جسدي مجروح بخروج روحي مهتارق من مجز روحي.
Maiti anasema kwamba hivi sasa nimepata kusikia moto baada ya kutoa roho na malaika wa mauti. Wakati anaosha watu anapitisha mkono juu ya maiti, huyu maiti anasema ya fasal la tamusni qawiyan, msifinye mwili wangu na nguvu, fa ina jasadi majruhi bi khuruji ruhi, kwa sababu kilili changu kiko na vinoda nyingi kwa sababu ya kutoa roho na malaika wa mauti. Nabii anasema kwamba ista'id billahi min adhabi al-qabri, watu waogope Mwenyezi Mungu kutokana na adhabu ya kaburi. Na nabii vile vile anasema kwenye hadithi nyingine, inna amat adhab al-qabri min al-bawli, kuenea kwa adhabu ya kaburi kutokana na mkojoo, yani kujimagia mkojoo. Ni hatari sana, tumogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tujue kwamba duniani hii ni muda kidogo sana. Lazima tulete istighfar kila wakati, na tunamwomba Mwenyezi Mungu akubali somo yetu pamoja na sala zetu, na Mwenyezi Mungu akinge nafsi zetu na familia yetu na jamaa zetu kutokana na adhabu al-qabr. Ad-dunya saa, dunia ni saa moja tu. Ij'alha ta'a, na tuifanyie kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ili sitakuwa zaidi